Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kusukuma mbele sera yake ya ushuru dhidi ya bidhaa zinazoingia nchini Marekani, hatua ambayo imeibua mjadala mkubwa ndani ya taifa hilo na katika jumuiya za kimataifa. Kwa mujibu wa BBC, utawala wa Trump ulitangaza na kuanza kutekeleza ushuru kwa bidhaa mbalimbali zikiwemo chuma, alumini, magari pamoja na bidhaa kutoka China. Hatua hizo zilianza rasmi katika vipindi tofauti tangu mnamo mwaka 2025, ikiwemo ushuru wa asilimia 25 kwa magari yanayoingizwa kutoka nje na ushuru wa asilimia 25 kwa bidhaa za chuma pamoja na alumini. Ripoti hiyo inaeleza kuwa sera hii ni sehemu ya mkakati mpana wa kiuchumi wa Rais Donald Trump unaolenga kulinda viwanda vya ndani ya Marekani, kuhamasisha uzalishaji wa ndani na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Donald Trump amekuwa akisisitiza ushuru utazifanya bidhaa za kigeni kuwa ghali zaidi, jambo ambalo litaongeza ushindani kwa bidhaa zinazozalishwa Marekani na kulinda ajira za Wamarekani. Kwa mujibu wa takwimu zilizonukuliwa na BBC, Marekani iliagiza takriban magari milioni 8 katika mwaka uliopita kabla ya ushuru huo kuanza kutekelezwa kikamilifu. Magari yaliyokuwa na thamani ya dola bilioni 240 za Kimarekani, na hii ni karibu nusu ya soko lote la mauzo ya magari nchini humo. Kuongezeka kwa ushuru kumekuwa na athari ya moja kwa moja katika bei za magari, hasa yale yanayotoka nje ya Marekani. Aidha, vipuri vya magari vimeathirika kwa kiasi kikubwa katika mfumo wa uzalishaji wa Amerika Kaskazini. Vipuri vingi husafirishwa kuvuka mipaka kati ya Marekani, Mexico na Canada mara kadhaa kabla ya gari kukamilika. Ushuru kwa vipuri hivyo umeongeza gharama za uzalishaji, na kwa mujibu wa wachambuzi, gharama hizo hatimaye humfikia mlaji kupitia kupanda kwa bei. BBC inaeleza kuwa katika muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump, ushuru uliowekwa uliwahi kuongezeka kwa wastani wa bei ya chuma kwa asilimia 2.4 na alumini kwa asilimia 1.6 nchini Marekani. Kwa mujibu wa tume ya biashara ya kimataifa ya Marekani, pia ushuru kwa mashine za kufulia zilizoagizwa kutoka nje kati ya mwaka 2018 na 2023 ulipelekea bei ya kupanda hadi asilimia 34 kabla ya kushuka tena baada ya ushuru kuondolewa. Katika hatua za sasa, ushuru wa asilimia 10 kwa bidhaa kutoka China uliongezwa hadi asilimia 20, huku ukiwekwa pia ushuru wa asilimia 25 kwa bidhaa kutoka Mexico pamoja na Canada, huku na ushuru wa asilimia 10 kwa nishati kutoka nchini Canada. Hatua hizi zimeibua mvutano mkubwa wa kibiashara kati ya Marekani na washirika wake wa kibiashara. Katika hatua nyingine, China imejibu kwa kuweka ushuru wa kati ya asilimia 10 hadi 15 kwa bidhaa za kilimo kutoka Marekani, na pia inalenga sekta za anga, ulinzi pamoja na teknolojia. Umoja wa Ulaya umetangaza ushuru unaolenga bidhaa za Marekani zenye thamani ya euro milioni 26, ukiasili bidhaa kama boti, bia, pikipiki pamoja na chuma na alumini. Huku nchini Canada, nayo ikiwa imeweka ushuru wa asilimia 25 kwa chuma na alumini kutoka nchini Marekani, ikiashiria uwezekano wa hatua zaidi. Mexico imeendelea na mazungumzo, huku ikiashiria baadhi ya hatua za kulipiza kisasi dhidi ya ushuru wa Marekani. Wanauchumi wengi wanaonya kuwa mfululizo huu wa ushuru wa kulipiza kisasi unaweza kuongeza gharama za maisha kwa watumiaji wa Marekani na pia kuathiri minyororo ya ugavi wa kimataifa. Kupanda kwa bei za bidhaa kama magari, vifaa vya nyumbani na hata baadhi ya chakula kunaweza kuongeza shinikizo kwa kaya za kawaida. Hata hivyo, utawala wa Trump unasimama imara katika msimamo wake, huku rais huyu anaamini kwa muda mrefu sera ya ushuru itasaidia kurejesha usawa wa biashara, kuinua uzalishaji wa ndani na kupunguza pengo kati ya bidhaa ambazo Marekani inaagiza kutoka nje na zile zinazosafirishwa kwenda mataifa mengine.
Ikumbukwe kuwa mnamo tarehe 2 Aprili mwaka 2025 ilikuwa moja ya tarehe muhimu ambapo baadhi ya ushuru huo ulianza kutekelezwa rasmi. Hivyo katika mwaka huu 2026 ni mwendelezo wa utekelezaji wake pamoja na athari zake katika soko la ndani na kimataifa. Mjadala huu wa ushuru unaendelea katika medani za kisiasa na kiuchumi, huku wapo wanaounga mkono wakisema ni hatua ya kulinda taifa na wengine wakionya juu ya athari ya muda mrefu kwa uchumi wa dunia. Kwa habari za moto za ndani na nje, ni kusihi uendelee kuwa nasi kupitia Koplo Media. Vilevile usisahau kusubscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.